Mbinu hiyo kujaribu kukufanya uonekane kana kwamba wokovu wako hauna maana, na we kufanyika kiumbe kipya ni kitu kimeandikwa tu kwa Biblia, lakini sio maisha unayoweza kuishi kila siku. Sasa kuna mtu unakuta ambaye ni mwaminio na hana ufunuo wa mambo haya na ufahamu ya mambo haya tunayojifundisha. Sasa siku ya uovu inapofika, baada ya miaka 12, baada ya miaka 3, baada ya mwezi mmoja, baada ya yeye kuoa na kuolewa, baada ya yeye kujenga kampuni na kuwa na biashara kubwa, anafeli mtihani, anashindwa kusimama siku hiyo ya uovu. Sasa tunashinda shetani kwa njia gani? Tunashinda juu ya laana ya vizazi kwa njia gani? Kwa kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufanya nini? Haleluya. Nguvu tuliotiwa ndani ya Kristo Yesu, vile ambavyo maandiko inasema kwa haraka wa kwanza wa Petero sura ya 5 mstari wa 11, vile ambavyo maandiko inasema Mungu atatutia nguvu. Nguvu hiyo sio ya kuitumia tu siku ambayo mambo yote yako sawa, mambo yote yako nywee. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukula tu na kukunywa. Nguvu hiyo tunahitaji zaidi siku ya uovu. Siku ya nini? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiki nasema ukikosa nguvu siku ya uovu ni aibu. Haleluya. Ni aibu. Hebu waza tu na mimi, uokoke hivi, utembee na Mungu kwa miaka hiyo yote, alafu siku moja uanguke kwa usherati. Si ni aibu? Haleluya. Ama utasimama kwa juu ya mlima na useme nimepata kikombe cha usherati. Utafanya hivi? Jina la Bwana libarikiwe. Sasa elewa hii, waaminio wengi hubaki utumwani kwa sababu wanafafanua maisha yao kupitia mambo yafuatayo. Yaani waaminio wengi sisi hufungwa na laana ama huishi maisha ya laana. Sasa unakuta kwamba inakaa kana kwamba hakuna tofauti baina yetu na wale ambao hawajaokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu ya kufanya nini? Kwa sababu ya kufafanua maisha ama kuona maisha kupitia mambo yafuatayo. Na jambo la kwanza ni historia ya familia. Kuna watu katikati yetu, na mkome kuanzia siku ya leo, neno la Bwana likusaidie, nia na mawazo yako yafanyike kuwa mapya. Haupaswi kuamini historia ya familia yenu zaidi ya neno la Mungu. Yaani wewe unaamini kwa umaskini ulio kwa familia zaidi ya nini? Unaamini magonjwa ya familia zaidi ya nini? Haleluya. Unaamini uganga wa familia zaidi ya neno la nini? Na zaidi ya yote, wengine hufafanua maisha yao ama huona maisha yao zaidi ya kuokoka. Wanaendelea kwa hali ya kuona maisha yao kwa dalili za mwili. Dalili za nini? Nyinyi wote mnaweza shuhudia kwamba kuna wakati unaweza ona dalili za mvua kunyesha na ikose kunyesha, ukweli au la? Lakini unajua kuna waaminio wakiona dalili ya umasikini ama jambo lolote ambalo linapingana na ukweli wa Mungu ndani ya Kristo Yesu, wanakuwa na imani zaidi, wanainua imani ya juu zaidi kwa mambo hayo maovu, kiasi cha kwamba yanawafuata na yanawafanyikia kwa maisha haya. Haleluya. Wengine hufafanua maisha yao kwa mifumo ya ukoo. Mifumo ya haleluya. Sasa mtu akianza kugonjeka kidogo anaanza kusema na hii kansa ya mama yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kansa yetu, hebu mnipeleke kwa Bwana. Wengine hata anaitisha
kupelekwa ushago kwa sababu hataki kusumbua watu kusafirishwa. Hata mwingine anapeana ushuhuda na anasema, si unajua hata baba yangu hivyo tu ndiye aliisha, hivyo tu ndiye alifanya nini. Nipungie mkono namna hii. Wacha nikupatie testimony kidogo ndio ushike pointi, kwa sababu sitaki mkose kushika pointi. Haja gani ya kuja Jumapili na usishike point? Sasa kuna jamaa mmoja, mzee mmoja ambaye ameokoka, anashiriki kwa kanisa la Winners Chapel, kanisa ya Bishop Oyedepo. Jina la Bwana libarikiwe. Alikuwa anashuhudia na akawa anasema baba yake aliuliwa na kudungwa na kisu na rafiki ya baba yake, ambaye alidhania kwamba baba yake anafanya urafiki na mke wa, ongea na mimi, rafiki ya mke wa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe uwe rafiki yako kwa kudhania kwamba rafiki yako ana urafiki na mke wa. Sasa jambo hilo lilifanyika kwa kizazi cha baba yake, wakazika baba yake. Yeye kwa sababu anaishi huku Nairobi, siku moja akiwa kwa shughuli za hapa na pale, kulikuwa na rafiki yake ambaye mke wake alikuwa na salon. Jina la Bwana libarikiwe. Salon hii ya kutengeneza nywele. Sasa huyu jamaa alikuwa anapenda tu kwenda kwa salon hapo, anaona vile wamama wanatengeneza, na kwa sababu huyu ni mke wa rafiki yake, pia yeye anachangia tu hizo. Unajua kuna wanaume wana umama kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wanaume wenye Bwana Yesu asifiwe. Yaani kila mambo anachangia. Wanaume wakikaa kwa sitting room yako kwa jiko, yeye ndiye anaonja chakula ikiiva nini. Sasa unashindwa hii ni sampuli gani ya mwanaume? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mama akiuliza nani atabaki na mtoto, ameshabaki, yeye ndiye ameshajitolea kwa sababu anajua benefits. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jamaa najua ako na ndugu kama huyo, na huyo ndugu yake alishindwa na masomo kwa sababu jamaa kila wakati anajifanya ni mgonjwa ndiye abaki na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mama ukiwa na kijana kama huyo, ambia mzee angalia huyo kijana asikue na umama mwingi. Sasa huyu jamaa siku moja akiwa hapo kwa salon wanapiga story, kuna rafiki ya mume wa huyu mama, Bwana Yesu asifiwe, akaenda akachochea huyo rafiki yake, akamwambia, si nimekuambia huyu jamaa anakatianga mke wako na tumambo. Sasa saa hii hebu enda, ukienda kwa salon, kwa nini ako hapo? Ni nini anashinda amejifungia hapo? Sasa salon mnaweza jifungia na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Si ni salon ni mahali watu wanaingia wakitoka. Do you know rafiki ya huyu jamaa alikuja na kisu akiwa ameweka kwa longi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofika kwa salon akaleta fujo. Sasa ile ameleta fujo, akianza kuuliza huyu jamaa, wewe ni nini unaongea na bibi yangu kila siku? Nimesikia, nimepewa story, nimeambiwa. Ni nini kila siku nashinda hapa kwa salon? Huyu jamaa akawa ameshtuka na akasimama. Sasa jamaa alipoenda kuchomoa kisu hivi, ndio jamaa akashika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Wakapambana, lakini kwa uwezo wa Mungu akamshinda, hakumdunga na Sasa sababu ya mimi kuwaelezea hili jambo ni kwa sababu baada ya kisa hiki ndipo huyu jamaa ambaye alikuwa anaenda kudungwa na kisu akapokea ufunuo. Unajua kuna ufunuo zingine zinakuja ukipitia hali za maisha. Bwana Yesu asifiwe. Akapokea ufunuo, na leo ningekufa vile babangu alidungwa na kisu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sababu ya mimi kukupa huu shuhuda na hii story ni kwa sababu huyu jamaa baada ya kupokea huo ufunuo alianza kuombea vijana wake akisema, na isiwe siku, ninakataa kukuwa na siku yoyote ambaye vijana wangu watajikuta kwa hali kama hii ya kukufa kwa mikono ya watu wengine kwa kudungwa kwa mambo ya kuzingizia. Kwa sababu huyu jamaa ambaye alikuwa anakuja kumdunga kisu, alikuwa anakuja kumdunga kisu kwa mambo ya kusingiziwa. Haleluya.
Jina la Bwana libarikiwe. Sasa Mkristo yoyote ambaye anatazama maisha kwa mfumo ya ukoo, huyo Mkristo atakuwa chini ya laana. Atakuwa chini ya nini? Na wengine utazama mazingira yao. Mtu anaanza kukuuliza, pasta, sasa kama siishi chini ya laana, mbona mimi ni maskini? Mbona tunang'ang'ana kulipa rent? Mbona biashara haiendelei? Jina la Bwana libarikiwe. Usiruhusu mazingira yako ya kushawishi kwamba uko chini ya laana, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hebu inua mkono wako wa kulia na useme, katika jina la Yesu Kristo, ninakataa kushawishiwa na historia ya familia, dalili za mwili, mifumo ya ukoo, mazingira yangu, kwamba ninaishi chini ya laana. Bwana Yesu asifiwe. Kataa. Kwa mawazo yako kataa, kwa kunena kataa, kwa maombi kataa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa elewa kwamba ndani ya Kristo nafasi yako ni juu kuliko historia ya damu ya familia uliozaliwa ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana elewa hii, nipungie namna hii kama unaniona. Damu ya ukoo na ya mababu inanena kutoka ardhini na inanena laana, lakini umezaliwa juu ya damu hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ingawa kiasilia wewe ni wa familia hiyo, lakini pia nataka uelewe sasa wewe pia ni wa familia ya Mungu. Haleluya. Na ndio maana damu ya Kristo, maandiko inasema, inanena mema kila wakati, kila siku juu ya maisha yako. Na inanena nini? Inanena kwamba wewe uko juu ya laana. Wewe unaishi juu ya laana. Hebu mtu aseme amen. Haleluya. Haijalishi mazingira, haijalishi dalili. Nakataa kushawishi kana mazingira na dalili. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapomaliza, alama ya tatu ya mamlaka ni tamko la mamlaka. Tamko la nini? Na ndio maana kwa ibada hii, fungua mdomo unene. Ukinyamaza maisha yako itanyamaza vile umenyamaza. Kwa sababu kwa maisha haya, yule anayeshinda kwa maneno anayonena ameshinda kwa ukweli, na yule ambaye ameshindwa kwa maneno anayonena ameshindwa kwa ukweli. Sasa ukipata nafasi ya kunena uhai, ushindi na yale ambayo Kristo amekulipia msalabani, usinyamaze. Hebu mtu aseme, ninakataa kunyamaza. Sasa ikiwa alama ya tatu ni tamko la mamlaka, elewa hii mpendwa. Elewa kwamba mamlaka hutolewa kupitia maneno yanayotamkwa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ile uzidi kusimama. Je, unajua kwamba ili usimame unapaswa kujinenea, nitasimama? Haleluya. Ukiwa unajinenea tu, nimeshindwa, nitaanguka, utaanguka ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kusimama inahitaji wewe uendelee kujinenea, nitasimama. Hata kutoboa inahitaji wewe ujinenee kwamba utatoboa. Na ndio maana kila Jumapili huwa na wanenea, tutajenga cathedral. Bwana Yesu asifiwe. Huyu dada aliona hiyo cathedral. Haleluya. Mungu alimfunulia akaona hiyo cathedral. Mimi nilikuwa ninanena tu mpaka siku moja Mungu akaamua, huyu dada acha apewe ufunuo ya cathedral. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ametupatia Kariobangi, sema amen. Mimi ninaiona hivyo, hautanishawishi vingine. Haleluya. Haijalishi sasa tuko mahali padogo, haijalishi tuko mahali kama hapa, haijalishi nambari tulioko. Bwana Yesu asifiwe. Ametupa maeneo haya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa ikiwa mamlaka hutolewa kwa kupitia maneno ya kutamkwa, elewa kwamba mamlaka
sio kukaa kimya ama kunyamaza kimya. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa mtu ambaye anaelewa mamlaka, hauwezi kukimya, hauwezi kunyamaza, kwa sababu mamlaka hutamka maamuzi. Mamlaka hutamka nini? Mamlaka pia hutoa hukumu. Mamlaka pia hutoa nini? Sasa pata kuelewa kwamba katika hali yako ya kuendelea kukatana na kazi ya shetani, kukatana na laana za ukoo ambazo zinajaribu kukusongea na zinajaribu kukuwa na madai juu ya maisha yako, wacha ifike jinsi ambavyo unazidi kukatana na hayo na hayo dalili na mazingira. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na historia za familia, vile ambavyo unazidi kunena hivi, itafika siku ambavyo Mungu atakupa neno la wakati ya kunena hukumu kinyume na kazi hiyo mbaya ya shetani. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mamlaka hutoa hukumu. Mamlaka pia husema yale ambayo Mungu anasema. Mamlaka husema yale Mungu ambaye anafanya nini? Na ndio maana Yesu wetu alipojaribiwa alisema kile ambacho Mungu anasema, kwa sababu kile ambacho Mungu anasema ameliandika kwa neno la. Na alipojaribiwa kwamba ageuze mawe yawe mkate, akasema na mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila pia kwa neno la litokalo kwa kinywa la nani? Jina la Bwana libarikiwe. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo kwamba kutokea siku ya leo kuendelea mbele utakuwa unasema vile ambavyo Mungu anasema. Haleluya. Kila wakati, hali yoyote utajikuta kwalo, utasema vile ambavyo Mungu anasema. Haleluya. Hautasema vile ambavyo dalili inasema. Hautasema vile watu walio kwa familia wanasema. Utasema vile ambavyo Mungu anasema. Hebu inua mkono wa kulia na useme, ninasema vile ambavyo Mungu anasema. Elewa kwamba kitabu cha Ayubu 22 mstari wa 28 inasema hivi, kwa sababu ni vizuri uelewe mamlaka hutolewa kwa kunena. Mamlaka hutolewa kwa kufanya nini? Ayubu 22 mstari wa 28. Kuraba sana. Wacha nifungue hapo haraka haraka. Shabababababara. Kuraba sandaraba. Kuraba sandaraba. Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Maandiko nasema hivi, nawe utakusudia neno ama nawe utatamka neno. Jina la Bwana libarikiwe. Nalo litadhibitika kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ukitamka neno litadhibitika wapi? Kwa jirani, kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni vizuri uwe na umakinifu wa kile ambacho unatamka. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na maandiko nasema kwa kudhibitika kwa neno hili kwako, sehemu ya abaya mstari huu nasema, na mwanga utaangazia njia zako. Na mwanga utaangazia njia. Sasa wale tunaonaanga giza ni kwa sababu kila wakati tunanena Wajaluo wenzangu, wale tunashinda kusema otek. Obro bedo mna mateka mno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kikamba tunasemaje? Na ni ngumu. Nani anajua Kikamba hapa anisaidie? Bwana Yesu asifiwe. Yaani hii yote ni watu wa kutoka England. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Mluya ako hapa. Jose, kwa kusema ni ngumu kwa Kiluya unasema? Bwana Yesu asifiwe. Si ati tuna nini ukabila. Nataka tu kusaidia watu hapa waelewe, kwa sababu Wajaluo mara nyingi wanapenda kusema otek. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni ngumu. Oliver yuko hapa. Oliver kwa Kiluya tunasema aje ni ngumu. Mtu yani akishinda kusema na ni ngumu. Mnasema aje kwa Kiluya? Ni ngumu. Hiyo sio Kiluya ya Oliver. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the name of the living God. Wale wa YouTube mtype vile huwa mnasema. But nataka tuelewe hii. Jina la Bwana libarikiwe. Ukikuwa na mazoea ya kusema hayo maneno kwa urahisi na kwa uwepesi, ndivyo ambavyo mambo haya yatajaza maisha yako, ama yatajaa kwa maisha yako. Yaani maandiko nasema na utakalonena na utakalosema litadhibitika kwako, na mwangaza utaangazia njia zako. Jina la Bwana libarikiwe. Mwangaza utaangazia nini? Ukisoma Mhubiri sura ya 8 mstari wa 4 unazungumzia mahali popote neno la mfalme liko pana nguvu. Na maandiko yanaendelea kusema, nani atamuuliza swali? Nani atamuuliza kinyume? Na wewe ndani ya Kristo Yesu kama kiumbe kipya, maandiko yanasema umefanyika kuwa kuhani na mfalme. Umefanyika kuwa kuhani na nini? Ama mfalme na kuhani. Sasa ina maana mahali popote unanena kwa mamlaka, kuna nguvu za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na ndio kwa maana kwa ibada hii kuna nguvu nyingi sana za Mungu. Haleluya. Laana zimeshindwa. Mipango ya maadui yameshindwa. Haleluya. Maneno ya watu wa mikosi yameshindwa. Visirani na vikwazo tamko la mamlaka. Sasa ukiwa unaelewa mistari hiyo miwili ambayo tumeweza kusoma, ni vizuri tutumie mamlaka yetu kwa kutamka maneno yafuatayo. Na nataka tuweze kunena haya maneno tunaposimama. Simama kwa miguu yako, tuombe sasa. Urabashandaraba. Hebu mtu aseme katika jina la Yesu, ninakatana. Vile tunazungumza ni kama hamjakatana. Haleluya. Nataka unene kama mtu ambaye anaelewa ni nini unakatana nayo. Haleluya. Hebu inua mkono wako wa kulia na useme katika jina la Yesu, ninakatana na kugandamizwa. Ninakatana na kuonelewa. Ninakatana na udanganyifu wa mapepo na maroho machafu kwa maisha yangu. Katika jina la Yesu, ninakatana na roho za giza. Katika jina la Yesu, ninakatana na kushindwa. Nimeketishwa juu ya mamlaka yote ya adui. Haya, funua kinywa chako na uweze kutangaza kwamba umeketishwa juu ya mamlaka yote ya adui. Hauishi chini ya laana, hauishi chini ya laana. Fungua kinywa chako, jinenee wewe, hatima yako, familia yako, watoto wako, mke wako, kazi ya mikono yako, biashara yako. Nenea huduma ambayo Mungu amekupa kwamba umeketishwa juu ya mamlaka yote ya adui. Umeketishwa juu ya mamlaka yote ya adui. Wewe hauko chini ya magonjwa. Wewe hauko chini na hauishi chini ya laana. Wewe hauishi chini ya kushindwa. Wewe hauishi chini ya kugandamizwa, kufinyiliwa na kuonewa na mapepo na maroho yote machafu. Una mamlaka juu ya nguvu zote za adui katika jina la Yesu Kristo. Katana na kuonewa kwa ndugu zako, watoto wako, mume wako. Katana na kuonewa kwa biashara yako, kwa sababu wewe umeketi juu
ya kila mamlaka ya adui. Hebu omba kama mtu anayeamini kwamba umeketi juu ya mamlaka yote ya adui, hata kuzuia kusonga mbele, hata kuzuia kufika kwa hatima yako. Mahali Mungu anakupeleka utafika, mahali Mungu anakupeleka utatoboa. Safari hii utatoboa, my sister, my brother. Wewe ni zaidi ya mshindi katika jina la Yesu Kristo. Katana na magonjwa, katana na vikwazo na fitina, katana na kuonelewa, katana na makesi katika jina la Yesu Kristo. Katana na aibu, katana ekabasokotaria na roho ya kifo in the mighty name of Jesus. Wewe ni mshindi juu ya hila, mbinu na udanganyifu wote wa shetani katika jina la Yesu Kristo. Bwana amekupa uwezo na nguvu wa kusimama. Amekupa uwezo na nguvu wa kusimama. Amekupa uwezo, mamlaka ya kusimama kinyume na kazi yote ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Hautaona na kufafanua maisha yako kutokana na historia ya familia. Hautaona maisha yako kutokana na damu ya ukoo au mifumo ya ukoo. Hautaona maisha yako kutokana na ushuhuda ya kimwili na mazingira yako. Hapana, utaona maisha yako kupitia utambulisho wako ndani ya Kristo. Wewe ni zaidi ya ushindi. Wewe ni zaidi ya mshindi. Hautashindwa na laana na ukoo. Mahali watu wa familia yenu hawakufika, utafika. Mahali watu wa familia yenu hawakutoboa, utatoboa. Mahali watu wa kwenyu hawakuona, utaona. Kashanda kura mazaya. Na ndio maana watoto wako watasoma na wamalize vizuri. Na ndio maana wewe na mume wako Bwana anawakamilisha. Wewe na jamii yako Bwana anawadhibitisha, anawatia nguvu na kuwatuliza na yeye. Mahali popote pamekuwa na dhoruba na mawimbi, Bwana anayatuliza sasa. Tunanenea dhoruba yoyote ambayo imekuwa kwa maisha yako ipate kutulia sasa katika jina la Yesu. Bwana anafanya kazi mpya. Bwana amekufanya uwe kiumbe kipya. Tazama, yamefanyika kuwa mapya. Tazama mpendwa, yamefanyika kuwa mapya. Arakosadabakaya liboroseketeria. Bwana anakutendea. Una dakika moja ya kufanya maombi hayo na kunena, kwa sababu maandiko inasema arokoshadaba kwa Ayubu 22 mstari wa 28 kwamba na utatamka jambo, utatamka neno na litadhibitika. Neno lolote utakalotamka kwa ufunuo wa mamlaka ulio nayo, hayuko sandarabakaya, kwa kukubaliana na neno la Mungu litadhibitika. Litadhibitika my sister, litadhibitika ndugu yangu. Katika ibada hii kuna anointing, kuna mafuta na uwepo wa Mungu wa kudhibitisha mambo unayotamka. Sasa tamka ukiwa na ujasiri. Tamka kama mtu anayeelewa kwamba amepewa mamlaka na uweza. Reka shandaraba. Na mambo hayo ambayo utakayotamka, maandiko inasema kwamba riko mashanda koria sakataya, kwamba mwangaza wa Bwana reka shandalaba reko sokotoria itaangazia njia zako. Je, kuna mtu hapa anayeamini kwamba mwangaza wa Bwana utaangazia njia zake? Hebu nena kama mtu anayetambua, anayeelewa kwamba kuanzia siku ya leo hautaishi kwa giza tena. Watoto wako hawataishi kwa giza tena. Ndoa yako haitaendelea kwa giza tena. Kazi ya mikono yako, kazi ya mikono ya mume wako, masomo ya watoto wako, hatima yenu ndani ya Mungu, hatima yenu ndani ya Kristo Yesu inathibitishwa katika jina la Yesu Kristo. Reka basakataya. Na mwangaza wa Bwana inaangazia njia zenyu in the name of Jesus. In Jesus name we pray. In Jesus name we pray. Inua mikono yako ninapokuombea mpendwa, tunapofika tamati ya ibada hii. Basi jinsi ambavyo umeinua mikono yako mpendwa, ninakuombea vile ambavyo Paulo alituagiza katika kitabu cha Efeso sura ya katika kitabu cha
Timotheo sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Waraka wa Timotheo waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Kwa utangulizi, wiki hii, mwezi huu, mwaka huu na msimu huu tulioko, ninakunenea mpendwa katika jina la Yesu Kristo, kwa sala na dua zote na maombezi na kumpa Mungu shukrani au kwa kushukuru. Ninaombea watu wote ambao utakutana nao wiki hii, ambao watakuja kwa maisha yako wiki hii, msimu huu na mwezi huu tulioko, mwaka huu, katika jina la Yesu Kristo, na wote ambao ni wafalme na wote walioko katika nafasi ya mamlaka, kwamba pamoja na wewe mtaishi maisha ya utulivu na amani ya Bwana katika uungu na katika kumwogopa Mungu, katika jina la Yesu Kristo, kwamba watu wote utakao kutana nao, wafalme na wote walioko katika mamlaka kwa njia moja au nyingine, watafanya shughuli zote za siku, za wiki, za maisha kwa utulivu, kwa amani ya Mungu, katika hali ya utulivu na amani ya Mungu, na katika hali ya uteua, katika hali ya kiungu na kumwogopa Mungu. Na ninakuombea mpendo kwamba Bwana atakutumia kama wale ambao ametuma katika Arakomashanda, katika hali ya kuvua nafsi zilio tayari kuvuliwa katika ufalme. Ninakuombea kwamba Bwana anakutumia kuwahubiria na kuwavua katika ufalme, kwamba wiki hii, mwezi huu, msimu huu na mwaka huu unavua nafsi katika ufalme wa Bwana kwa utukufu wa jina la Bwana. Na ninakuombea kwamba wokovu huu ambao umeupokea, zaidi ya kuokoka tu, unaendelea katika hali ya kujua ufahamu ya ukweli, na hata wale watu ambao unawavua kama nafsi katika ufalme, zaidi ya kuokoka, utawafundisha. Bwana atakuwezesha kuwafundisha na wadhibitike katika ufunuo wa ukweli ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu Bwana ni Mwokozi wako na ni Mwokozi wa watu wote, ni Mwokozi wa wafalme na wote walioko katika sehemu za mamlaka. Wacha Bwana akakutumia kuvua nafsi katika ufalme wake, in the mighty name of Jesus. Na ndio maana ninakuombea mpendwa kwamba katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwamba sasa malaika wa kutuleta akaende mbele zako, akakutangulie na akafanye kwamba uwe na uhusiano za kiunabii na za kimaagano ambayo ni Mungu amefanyisha, kwamba wewe mahali popote unakwenda mpendwa, watu wale watakao kupokea na watakao kuja kwa maisha yako ni watu ambao watakuwa na subira na watu wanaokuelewa, watu ambao watakutendea mema hata ikiwa sio wa imani ulio nayo, kama ulivyo Mkristo, kama ulivyo kiumbe kipya ndani ya Kristo. Ninaomba kwamba malaika wa Bwana na wakapange kwa njia ya kiungu mikutano yako na watu waume kwa wake, ambayo yatakufaidi na yakufanye uwe zaidi ya vile ulivyo wiki hii na wikendi hii, kwa utukufu wa jina la Bwana. Watu ambao utakutana nao watakufaidi, watakupatia siri ya ufalme, watakupatia siri ya mambo ambayo yatakufaidi, watakupatia vitabu na hata waweze kushiriki na wewe ufahamu, ukweli wa ufahamu wa mambo ambayo yatakufaidi kwa maisha haya, kwa utukufu wa jina la Bwana. Ninakuombea mpendwa kwamba utakutana na watu ambao Mungu amekusudia ukutane nao wiki hii, kwamba hautafeli kuweza kukutana nao kwa appointment ambayo Mungu amefanya kwa njia ya kiungu. Ninanenea ardhi hii na nchi hii kwamba ikasababishe mikutano yako na watu hao ikafanyike katika jina la Yesu Kristo. Hakuna yeyote katikati yenu atamiss appointment yake ya kiungu kwa utukufu wa jina la Bwana, na yale ambayo Bwana amekusudia yatendeke kwa utukufu wa jina lake, kwa kufaidi na kukusongeza mbele wiki hii, inafanyika kwa utukufu wa jina la Bwana. Hata mwaka huu unashuhudia Bwana akifanya kazi kwa njia hiyo. Ninaamurisha uhusiano za kiunabii na za kimaagano
agano zikaweze kudhibitika kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Pata kufurahia na kushuhudia huduma ya malaika wa Mungu katika maisha yako, kwa sababu wewe ni mrithi wa wokovu. Ninakemea maroho yote ambayo simama kinyume na wewe, ambaye amekupiga vita na kukuzuia wewe kuweza kuendelea kwa maisha haya vile ambavyo Mungu amekusudia. Ninakemea roho ya confusion ambaye imezuia mtu yeyote katikati yetu kuoleka na kukuwa na ndoa nzuri vile ambavyo Bwana amekusudia. Roho yoyote ya confusion na kucheleweshwa kwa ndoa yako, kwa maisha ya watoto wako, biashara ni mwako, ninaikemea sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninakamata mateka, ninaiondoa katika anga yako na kwa maisha yako. Wewe utasonga mbele kwa uwepesi wa Roho, kukuinua na kupeleka katika viwango vingine, in the mighty name of Jesus. Mambo yote ambayo Mungu amekusudia yakutendekee, yanakutendekea kwa utukufu wa jina la Yesu, yanatimia kwa utukufu wa jina la Bwana. Ninakamata mateka na kusimamisha kazi yote ya muovu shetani katika maisha yako, in the name of Jesus Christ. Wewe ni zaidi ya mshindi mpendwa. Hautakuja tena na ushuhuda ya kushindwa. Hautakuwa tena na mawazo ya kutarajia kushindwa kwa njia moja au nyingine. Kuombea mpendwa kwamba hatua zako zinaongozwa na Bwana, na neno la Bwana linafanyika kuwa taa ya miguu yako na mwangaza wa njia zako. Sasa hivi ninaamurisha malaika wa Bwana ambao wanaongoza hatua zako, wanaongoza hatua zako, na ndiposa watu wale ambao Bwana amekusudia mkutane na wao, unaongozwa, hatua zako zinaongozwa kwa njia ya kukutana na wao, kwamba watu hao watakapoongozwa kwako utaweza kupambanua kwamba ni watu hao, kwa utukufu wa jina la Bwana. Ninakuombea kwamba ukajawe na amani ya Bwana, kwamba amani ya Bwana inapokujaa, upendo wa Bwana pia inakujaa, na kwa sababu hiyo imani yako itakuwa inafanya kazi. Utaona kazi ya imani yako. Imani yako itaweza kufanya kazi, kwa sababu maandiko yanasema, na utaishi kwa imani, mwenye haki ataishi kwa imani. Ninaomba kwamba macho yako ya kiroho yafunguke, ukaone vile ambavyo unapaswa kuone. Masikio yako yakafunguke, ukasikie jinsi ambavyo unapaswa kusikia. Upokee ufahamu ambao unapaswa kupokea, jinsi ambavyo Bwana amekusudia. Katika jina la Yesu Kristo, ninaombea uhusiano na kibali katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana wale walio na biashara, wale ambao wameajiriwa, wale ambao bado wanasoma, wale ambao bado hawana kazi, kwa njia moja au nyingine, mimi pamoja na Mungu ninaamini na ninakushawishi katika maombi haya pia uamini kwamba Bwana amekusudia kwamba zaidi ya kazi ulioajiriwa, Bwana atakuwezesha kufungua mabiashara. Bwana atakuwezesha kuanzisha makampuni katika jina la Yesu Kristo, kwamba dunia nzima itafaidika na maono ya Mungu juu ya maisha yako. Na ndio maana sasa ninafungua nguvu za Bwana ambazo zinafanya kazi kupitia malaika wake na kupitia Roho Mtakatifu wa Bwana, kwamba akafanye sasa uhusiano zinazostahili zikadhibitike kwa maisha yako, na Bwana akasababishe kupitia Roho wake kwamba ukajawe upendo ambalo ni tunda la Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako, kwamba Bwana kalete watu ambao watakupenda kwa ukweli na upendo wa Mungu, watu ambao hawatakuvunja moyo. Na ndio maana ninakunenea hata wiki hii, hata mwezi huu na mwezi ujao, mwaka huu na msimu huu ulioko, kwamba hautashuhudia tena kuvunjwa moyo. Mtu aseme amen. Unaambia bye bye kuvunjwa moyo. Moyo wako utailinda kuliko vyote ulindavyo, kwa sababu kutoka ndani ya moyo wako Bwana anapanua mipaka yako. Bwana anapanua mipaka yako. Bwana anaongeza sehemu na maeneo yako ya kutawala kwa utukufu wa jina la Bwana. Ninakunenea kwamba hakuna
kuumizwa tena, hakuna hali ya kujeruhiwa tena na uhusiano ambazo hazikustahili. Yeyote ambaye sio wakustahili kwa maisha yako anaondolewa sasa katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana ninakunenea kwa lugha ya Kiingereza kwamba I deploy now in the mighty name of Jesus as I pray for you for the prophetic tool of the wind to be deployed in the name of Jesus. I deploy the prophetic wind of the ordinance of the sun and the moon and the stars over your life. I deploy the prophetic tool of dominion of the ravenous birds, of the bringer angel, of the fishers and the hunters over your life, of the four carpenters over your life, that you will live and walk and function in the revelation of the name of Jesus. I deploy the prophetic tool of the flying roll over your life, of the earth over your life, that you will live in the understanding of the power of the altar over your life. Na ndio maana ninakuombea mpendwa, katika jina la Yesu Kristo, kwamba madhabahu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo, moto wa Roho Mtakatifu unashuka kwa njia upya sasa, na unajazwa na Roho wa Mungu kwa njia nyingine tena katika jina la Yesu Kristo, kwamba wewe utatembea na kuishi maisha haya hata wiki hii, mwezi huu, mwaka huu na msimu huu ukiwa umejazwa Roho wa Mungu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeweza kuomba. Aya, inua mkono wa kulia na useme, in the name of Jesus, ninajiombea for an open door of utterance to reveal Christ. In the name of Jesus, I pray for the empowerment. Ninajiombea kuwezeshwa na rasilimali zote, fedha zote ninazohitaji, wasaidizi wote ninaohitaji, nimfunue Kristo katika jina la Yesu. Ninajiombea niwezeshwe kwa mkono wa Mungu kuwa juu ya maisha yangu, kwa ishara na miujiza nimfunue Kristo katika jina la Yesu Kristo. Ninajiombea wiki hii niwezeshwe kwa huduma wa malaika wa Bwana ili nimfunue Kristo katika jina la Yesu. Ninajiombea kwamba kupitia maombi haya na yageuke yawe ukombozi kutokana na watu waovu na wasio na imani na maono ya Mungu juu ya maisha yangu. Na kwa sababu Bwana ananiokoa kutokana na mitego yao, njama zao, mipango yao, ninamfunua Kristo na ninadhibitishwa katika yale Kristo anafanya ndani ya maisha yangu katika jina la Yesu. Ninabariki jina langu, ninabariki uwepo wangu, ninabariki hata mahali ambapo sipo. Watu wanaponikosa kwa kukosekana kwangu, nimebarikiwa. Kukosekana kwangu kumebarikiwa. Ninabariki miguu yangu. Nataka uchukue hatua 12 ukitangaza kwamba miguu yako imebarikiwa. Just take 12 steps. Tumemaliza ibada kutangaza kwamba miguu yako imebarikiwa. Bwana, huu mkono wako wa kulia na mguu yako haitasongezwa. Your feet is blessed. Your feet is blessed. Your feet is blessed. Miguu yako imebarikiwa. Utamfunua Kristo na kumpeleka Kristo kote kote unakoenda. Hebu sema nami katika jina la Yesu. Yote yanayonihusu yamebarikiwa. Roho yangu, nafsi yangu, mwili wangu, ndoa yangu, familia yangu, watoto wangu, fedha zangu, biashara zangu, maeneo ambayo Bwana amenipa nitawale, imebarikiwa in the name of Jesus. Anaandaa meza mbele ya watesi wangu, anatia kichwa changu mafuta, kikombe changu kinafurika. Kwa hakika wema na fadhili zitanifuata siku zangu zote za maisha, na nitaishi na kudumu katika nyumba ya Bwana. Katika jina la Yesu ninajiombea kwamba senses zangu, hisia zangu za kiroho
ya kuona, kusikiza, kuonja, kuhisi, kunusa. Moyo wangu unapambanua, masikio yangu yanasikia, macho yangu yanaona, ulimi wangu umefundishwa, na kupitia neema na imani, hisia zangu za kiroho zinafanya kazi. Hakuna jambo ambalo linanipita kwa ulimwengu wa rohoni sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Ainua mikono yako yote miwili ninapokutangazia hii. May the Lord bless you. Hebu sema amen. May the Lord keep you. May the Lord make his face shine upon you. May the Lord be gracious to you. May the Lord lift his countenance upon you. May the Lord give you peace. Let the name of the Lord be lifted like a banner upon your life, upon your family, in the name of Jesus. Kabla tujashiriki neema, ukiwa na sadaka yako, chukua sadaka yako tuweze kumtolea Bwana katika jina la Yesu. Chukua sadaka yako tumtolee Bwana, kwa sababu ni wakati mzuri wa kumtolea Bwana sadaka. Usikiae maombi, ujibuye kwa moto. Tolee Bwana sadaka yako, yeye ni mwaminifu. Kura mazanda la bagadaga bazagadia. Korobo koshanda laba. Njia ya kutoa sadaka yako kwa njia ya M-Pesa, naweza tumia. Na ni vizuri kutoa fungu lako, kutoa malimbuko yako. Ukiwa unafanya kazi, umeajiriwa na utoi fungu, kazi yako itang'ang'ana tu. Mahitaji yatakuwa mengi kuliko mapato yako. Na sio ati ninakuuzia uoga au kukutishia, ni maandiko. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa lea Bwana fungu lako la 10. Haung'ang'ani kumtolea Bwana sehemu yako ya 10. Haung'ang'ani kutoa sadaka zako na zaka. Jina la Bwana libarikiwe. Jumapili iliyopita kanisa pamoja wakiongozwa na mama walinibariki, na ni jambo la kufanya ubarikiwe na ustawi zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hayo ni baadhi ya kanuni ambazo Bwana anataka tuweze kupata ufunuo ya kuendelea katika that kind of practice. Amen. Unapomtolea Bwana, umebarikiwa sawa sawa na au kadri na ya utukufu wake, katika jina la Yesu Kristo. Anakutana na mahitaji yake na mahitaji yako samani kadri ya utukufu wake, sawa sawa na mapenzi yake. Amen. Amen. Tushiriki neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amen. Wale ambao tunapaswa kuonana kwa dakika chache, nipe kama dakika 10 nipumue tu, nivute hewa tu. Alafu wataletwa na nani? Fidel, utaleta tu one person after the other, tuweze kuonana na wao kwa dakika chache, alafu tufunguane waende nyumbani. Amen. Kwa mama, tuendelee na mikutano yetu baada ya ibada, na Bwana anatusaidia. Amen.